bwana hivi unavyofanya si sawa, wewe umemdhulumu mtu fulani haki yake, mpe mfano, yani usifanye hivyo, sio jambo zuri. Na wewe amgeukie sasa, mbona wewe ulimpiga mtu fulani mwaka fulani, kwani vile ni vizuri? Wewe ulimpiga mtu fulani, kwa maana kwamba nataka tutoe draw sasa, sio mimi nilichokifanya na wewe ulichokifanya, sawa basi, kwa mimi niache na mimi nikuache, usiniguse. Sasa kweli dini itasimama namna hiyo? Tujalie ni hivyo. Lakini sasa, je, ni kweli wanawazuoni hawajakataza mambo haya? Haujui kwamba kuna ahlul ghalaba? Qala alladhina ghalabu ala amrihim la nattakhidhanna alayhim masjida. Sawa, ahlul ghalaba wanaweza kufanya jambo, tutafanya sasa, wewe utafanya. Salatin, al-umara, al-muluk, al-ruasa, al-wuzara wanaweza kufanya jambo ambalo watu hawalitaki katika ahlul ilm. Kwani tawsi'a ya msikiti wa Madina wakati Abdul Malik bin Marwan atakutanua msikiti upande wa mashariki, si wanawachuoni walikataa, lakini wakafanya. Na hivyo hivyo kuna mambo mengi utakuta ahlul ghalaba kwa maana salatin na muluki wanaweza kufanya hali ya kuwa wanachuoni wanalipinga. Sasa kusema tu kwamba wao wanaona mbona wapingi, kuna mambo mengi ya munkarati yanafanywa na watawala mbalimbali, wanazuoni wanayapinga na kuyakataza. Sasa pia ile tusiende, lakini huu si usulubu wa kiilmu. Unapoletewa hoja, ijibu hoja, usirukie kwenye kosa jingine kwamba mbona fulani kafanya jambo fulani. Kufanya kosa mtu fulani hakuhalalishi lile kosa lako unalolifanya, na sio majibu ya kiilmu. Ni kukimbia hoja. Wewe kwa lugha fupi nataka kusema hapa, msiende huko wala kule, msikachukua Abdul Malik bin Marwan kifanya hivyo, chukueni hivi. Shekhi kakwepa hoja kwa sababu hana majibu nayo ya sawasawa ya msingi, na hao watakao kuja kumjibia pia wataikwepa hoja hii. Mimi nawaambieni hivi, wataikwepa hoja hii, watatafuta maneno mengine. Lakini sisi turudi kwa kusema kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulid, bali ni wao kutokumuelewa. Kwa hiyo basi wakiendelea kuimba kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa, wakawa wasema Sheikhul Islam kasema hivi, Ibn Taymiyyah funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema, mwamzulia uongo, mapata madhambi. Na kumsemea uongo mwana wa chuoni au mtu wa kawaida, ukamsemea uongo tu hali ya kuwa jambo ambalo hakulisema, wapata dhambi wewe, na yule aliyelianzisha jambo hilo pia apata dhambi. Haya, endeleeni kumpa madhambi Sheikh Melo, endeleeni. Na wala Ibn Taymiyyah hatadhurika chochote, lakini hakusema na wala hajasema yafaa, bali amesema huyo aliyekosea na akafanya kwa kukosea, Allah atamlipa kwa jitihadi yake. Yeye amesema hivyo basi, lakini kuwa nafaa hakusema hivyo, bali amesema hayafai. Mimi mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa majlisi yangu ya leo. Kwa hiyo ndio maana mimi nikawaambia siku zile kwamba yafuteni haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu ni mwamtia madhambini bado huyo aliyesema. Niendeleeni kuimba tu, lakini mjua mwamtia kwenye madhambi. Kwa nini? Kwa sababu anamsingizia Ibn Taymiyyah jambo ambalo hakulisema. Na sisi kwa nia nzuri tunajua kwamba pingine ni kwa vile hakuwa na kitabu Iqtidau Siratil Mustaqim kwa wakati ule, akakisoma akayaelewa maneno ya Ibn Taymiyyah yametokea wapi yakaishia wapi. Pingine labda hilo ndio sababu. Kama ni hivyo, Allah atamsamehe makosa yake. La, kama si amekusudia kwa maksudi na nyinyi mkakusudia kwa maksudi, baada ya kueleza maneno haya mtapata madhambi na mtamtia kwenye madhambi na yeye. Endeleeni tu kuimba Ibn Taymiyyah akasema kwamba yafaa. Sasa ukisema tutakuja na vitabu, tukuonyesha kitabu kipi? Hebu semeni kitabu gani ambacho mtakuja nacho tutasema kwamba hapa kasema yafaa. Alafu kitu kingine ambacho namalizia nacho, kulikuwa nimeghafilika nacho,
wao huwa wanapokuwa wanataka kukwepa hoja wanasema tuite, tuje kuonyesha, tuite. Nani akuite? Sisi wala tukuite. Na wala katika sharti za mijadala hakuna sharti la kuitwa, kwamba mpaka uitwe, ualikwe, ulete vitabu. Sisi tumeshuhudia mijadala mingi hapa Tanga ikifanyika, mashekhe wakijadiliana, kila mmoja na mimbari yake na kinara chake, kila mmoja asema. Ukianzia hiyo ya Shamsia na Zahrau, Shamsia na Mawa, Shamsia na Ansari, hakuna hata mmoja asema kwamba tuite. Bali nakumbuka mimi Shamsia waliitwa na Zahrau wakakataa kwenda, kwamba tukutane msikiti wa 19 kwa Mzamiru tuzungumze. Wale watu wa Zahrau wasema kwenda pale tutaanza, tutafungua masala na almas'alatu alakdariyya katika mambo ya faraidh. Basi mwaitana watu mzungumze kwa masala yenyewe, mas'alatu alakdariyya. Watu wa Shamsia hawakwenda. Sheikh aliwakataza pale, Sheikh Muhammad bin Ayub akamwambia msiende. Wale walipokuwa Shamsia hawakwenda, wakatoka na zefu lao kwenda mpaka markazi nini kwao, na wakatunga kaswida na wakaweka siku maalum, wakapiga nyimbo pale na ikatunga kaswida maalum ya ushindi, na wakatoa kombe ili kombe kama Simba na Yanga, kombe likatolewa pale, wapiana wenyewe kwa wenyewe, lakini hakuna cha kwamba kuita sijui mgeni fulani. Likanunuliwa kombe jipya, likafungwa matambara yani, na ikaimbwa kaswida pale, ikapigwa ushindi wa Zahrau. Kuna vituko. Sasa hayo yote yamepita huko. Kwa hiyo sio lazima uitwe. Kama una majibu jibu, lakini kielimu. Na si kila anayejibu au anayezungumza sisi tumjibu. Sisi hatumjibu kila mtu. Wewe utajibu mpaka wewe. Huwezi kumjibu mwehu, sio? Utamwacha tu. Aw kullama tanna adh-dhubabu wasajartuhu. Mwarabu mmoja anasema mjeuri kweli kweli. Haina haja kutafsiri maneno haya. Anasema hivi, kila nzi akiwa analia, basi mimi nitakuwa na kazi ya kumfukuza tu. Basi nzi kwangu mimi ni mtukufu sana. Kwa hiyo si kila anayezungumza, hii mimbari hii ina thamani kubwa. Si kila anayezungumza ajibiwa, wengine waachwa. Wewe ukishaona umeachwa, ujue umepuuzwa. Tumekupuuza. Kama njibu basi, sisi hatujibu kila mtu. Huko kwenye YouTube kuna watu maelfu, kila mmoja anataka kujibiwa. Sisi tunawanyamazia tu. Unajua huyu mpumbavu, huyu safihi, huyu tumwache mwenyewe na jambo lake, atayeyuka yeye mwenyewe. Sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini kuna watu wakizungumza, tuangalie sasa, ametoa hoja, amebabaisha, je, yana athari gani maneno yake? Yafaa kujibiwa, tutamjibu. Na wengine tuwapuuzia, wengi wefuatilia, utaona si kwa kushindwa, ni kwa kuwapuuza na kuchunga maslahi hayo. Lakini sisi tunataka hoja zetu za msingi ndio hizi. Msiwazulie wanawazuoni wetu maneno ya uongo. Ibn Taymiyyah hajajuzisha maulid wala hajasema yafaa. Tafuteni maneno mengine ya wanawazuoni wenu wenye kuyajuzisha hayo. Sisi tutajibu hao kwa hoja, kama ikiwa ni mambo yanahitaji kujibiwa. Na kitu kingine, usituambie kwamba kila wanapopinga maulid ndivyo wanavyozidi, kila tunapopinga pombe ndivyo zinavyonywewa. Kwa hiyo tuache. Kwa hiyo Qur'ani ifutwe sasa, aya za pombe, aya za liwathi, aya za zina, aya za kamari, aya za riba, kwa sababu riba zimeingia mpaka mitaani. Tuzifute aya hizi kwa sababu zimekithiri? Hatutazifuta na zitaendelea kukatazwa. Haya yote yataendelea kukatazwa maadamu Qur'ani imekataza na Sunna. Hatuangalii watu wangapi wanafanya na wamezidi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutuambia kila mnapokataza sisi tutazidi zaidi, sasa washindana nani? liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Kwa inshallah tutakuwa tunabakisha majlisi kama 2, na hizo majlisi 2 hazitatuzuia ratiba zetu za kusoma. Sasa tutarudi kama katika hali ya kawaida ya kusoma, lakini majlisi 2
inshallah tutazimalizia kama katika wiki hii au wiki ijayo. Turudi kwa mudiri sasa wa Shamsul Maarif, ana visimamo au vikao kama viwili hivyo kumalizana naye, lakini ratiba zetu zitarudi vile vile insha Allah. Nasallallahu lakum lana wa lakum at-tawfiq was-sadad.